Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Wadau wa maendeleo halmashauri ya Bukoba mkoani Kagera wametakiwa kushirikiana na serikali kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ametoa wito kwa vyama vya ushirika jijini Mwanza kusimamia maendeleo ya ushirika ili kuimarisha uchumi. Na aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua baadaye leo anatarajiwa kuzindua chama cha Democratic Citizens Party kilichosajiliwa mwezi Februari mwaka huu. Habari kamili. Bukoba. Wadau wa maendeleo katika halmashauri ya Bukoba mkoani Kagera wametakiwa kushirikiana na serikali kwenye utatuzi wa changamoto zinazowakabili wananchi. Rai hiyo imetolewa na mbunge wa jimbo la Bukoba vijijini Dr. Jason Loikiza alipotembelea kituo cha afya kinachojengwa na BAKWATA wilaya ya Bukoba, na kwamba kituo hicho kitasaidia wananchi kupata huduma za afya karibu. Amesema kuwa serikali inaendelea kupambana kuhakikisha sekta ya afya inaimarika kwenye halmashauri hiyo kwa kuboresha na kujenga vituo vipya vya huduma za afya, ambapo amechangia shilingi milioni 8 kati ya milioni 10 alizokuwa ameahidi kufanikisha ujenzi wa kituo hicho. Na umeleta vizuri sana kwamba itahudumia watu wote. Hiyo ni faraja kubwa kusikia kwamba watu wote wa eneo hili watapata huduma hapa. Kwa sababu kituo cha afya kingine hapa kiko Katoro ambako ni umbali mkubwa. Kingine kiko Rubale nako umbali ni mkubwa. Kanazi kingine nako ni umbali mkubwa. Kwa hiyo watu wote wanaoishi maeneo haya watapata huduma hapa. Ni jambo kubwa sana na wapongeza kwa hilo. Shehe wa BAKWATA wa wilaya ya Bukoba Twahiri Said amesema BAKWATA itaendelea kushirikiana na serikali katika kutoa huduma mbalimbali kwenye sekta za elimu, afya na miundombinu, na kubainisha kuwa ujenzi wa kituo hicho uko kwenye hatua za umaliziaji. Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Bwana Saidi Mtanda ametoa wito kwa vyama vya ushirika jijini Mwanza kuhakikisha wanasimamia maendeleo ya ushirika ili kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na nchi kwa ujumla. Ameyasema hayo jana mara baada ya kutembelea bonanza lililoandaliwa na vyama vya ushirika mkoani Mwanza na kufanyika katika uwanja wa Nyamagana, ambapo amesisitiza vyama hivyo kuachana na ufisadi. Aidha, mkuu huyo wa mkoa ametoa wito kwa vyama vya ushirika kuwafikia moja kwa moja wanajamii ili kutambua fursa zilizopo ndani ya vyama hivyo vya ushirika. Ni watu wawe na nguvu ya pamoja ili waweze kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa taasisi, hatimaye uzae uchumi wa nchi. Kwa hiyo twendeni tuimarishe ushirika. Nilishakemea vitendo vya ufisadi kwenye vyama vya ushirika, havikubaliki. Lakini pia hata wale ambao wanaishi madarakani muda mrefu kwa ujanja kwenye ushirika, tunataka viongozi bora kwa kuendesha ushirika. Hatutaki wajanja. Naye mrajisi wa vyama vya ushirika mkoani Mwanza Bi Hilda Boniface amesema hadi sasa wana mpango wa kudumisha ushirikiano kati ya vyama vya akiba na mikopo na kufufua kiwanda cha kuchakata pamba. Kigoma. Mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji Kisena Mabuba amewataka walimu kuwekeza nguvu zao katika ujasiriamali ili kuongeza pato litakalowasaidia kumudu maisha yao kuliko kutegemea mshahara pekee. Akizungumza kwenye hafla ya kutambulisha umoja wa walimu manispaa ya Kigoma Ujiji jana, Bwana Mabuba amewakumbusha kutambua kwamba kazi ya walimu ni wito na kuwataka kuwa na vyanzo vingine vya mapato ili kulinda na kutetea hadhi yao kwa jamii. Nimefurahi sana kuona kuna walimu wajasiriamali. Haya ndio matamanio yangu siku zote. Umri wako unazidi kusonga. Maisha ya kazi ni miaka 60 endapo Mwenyezi Mungu ametukubalia tufike hapo. Lakini maisha yako wewe ni zaidi ya miaka 100. Baadhi ya wanachama wa umoja huo, Mwalimu Kiza Nyoni na Mwalimu Grace Joseph, wamesema wamekwisha chukua hatua juu ya wito uliotolewa
na mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji na kuomba kuungwa mkono katika shughuli wanazozifanya. Mimi ninachakata chaki na walio wengi humu ndani ni wateja wangu, nauza mkoa wa Kigoma pamoja na nje ya mkoa. Sisi tuna huduma ya kuprint t-shirt kwa kutumia mashine ya kudarizi. Yaani tunadarizi kwa kutumia nyuzi. Haiwezi kufutika, sio kwa kutumia maandishi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Nairobi. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua baadaye leo anatarajiwa kuzindua chama kipya ambacho anasema kitatumika kumng'oa Ruto madarakani katika uchaguzi ujao. Kulingana na vyanzo vya karibu vya Rigathi, chama atakachokizindua kitafahamika kama Democracy Citizens Party DCP, ambacho kilisajiliwa mwezi Februari mwaka huu. Jumanne ya wiki hii, Gachagua na washirika wake waliripotiwa kukutana faragha kupanga na kuamua uongozi wa chama hicho na namna ya kuzuia uingiliaji wa serikali. Gachagua na washirika wake wanamtuhumu Rais William Ruto wa Kenya kwa uongozi mbaya, wakiahidi kumshinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Miongoni mwa wanasiasa wanaohusishwa na chama cha Rigathi ni pamoja na Kalonzo Musyoka aliyewahi pia kuwa makamu wa rais, Martha Karua, Eugene Wamalwa na Fred Matiang'i waliodumu katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Khartoum. Wiki chache tu baada ya jeshi la Sudani kusherekea kuutwaa tena mji wa Khartoum, wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF wameanzisha tena mashambulizi mfululizo ya ndege zisizo na rubani katika bandari ya Sudani. Mtaalamu wa pembe ya Afrika wa kundi la kimataifa la migogoro, Bwana Alan Boswell, amesema mashambulizi hayo yamesababisha hali ya kukatika kwa umeme kuwa mbaya zaidi, huku wakazi wa jiji la Khartoum wakikumbwa na uhaba wa maji. Msululu wa mashambulizi kwenye mji mkuu na kitovu cha shughuli za kibinadamu kunaashiria kwamba RSF imedhamiria na inaweza kuendelea na vita licha ya hasara kubwa za kimaeneo. Vita hivyo vilianza kama vita vya kuwania madaraka kati ya jeshi la Sudani na RSF na vimevutia makundi mengine yenye silaha ya Sudani na waungaji mkono wa kigeni na kuitumbukiza nchi hiyo katika kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wadau wa maendeleo halmashauri ya Bukoba mkoani Kagera wametakiwa kushirikiana na serikali kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ametoa wito kwa vyama vya ushirika jijini Mwanza kusimamia maendeleo ya ushirika ili kuimarisha uchumi. Na aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua baadaye leo anatarajiwa kuzindua chama cha Democracy Citizens Party DCP kilichosajiliwa mwezi Februari mwaka huu. Waza Wazua. Msikilizaji, moyo wa mwanamke ni shule isiyokwisha. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.